naomba kuwasilisha taarifa fupi ya Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea. Kwanza naomba kuhakikishia wananchi wa mkoa wa Mbeya mbolea zipo kwa sasa, zinapatikana na hatuna changamoto, tofauti na msimu wa mwezi Novemba, Disemba kulikuwa na changamoto ya mbolea kupandia aina ya DAP, lakini mbolea aina zingine zote zilikuwa zinapatikana kwa bei ya ruzuku. Lakini serikali imechukua hatua, iliagiza mbolea za DAP zinapatikana, lakini kama mamlaka tuweza kufanya kampeni ya mali shambani silaha mbolea ambayo tulipita halmashauri zote za mkoa wa Mbeya. Sasa twende, kuna changamoto gani ya spiki? Kwa sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuna changamoto yoyote ya upatikanaji wa mbolea. Mbolea zinapatikana, isipokuwa kuna maelekezo ya serikali ambayo yametoka kuanzia tarehe 20 ya mwezi Februari kwamba wakulima wote wenye ukubwa wa mashamba kuanzia ekari 100 wale wanaondolewa kwenye utekelezaji wa mpango wa ruzuku. Hiyo ndio habari mpya iliyopo. Kwa wale wakulima wote mtasikia huko pembezoni kuna makelele kwamba mimi na ekari 100, kwa hiyo saizi hata nufaika na mpango wa ruzuku, kwa maana yule ana uwezo wa kununua mbolea nje ya mfumo wa ruzuku. Kwa atakachokifanya, ataenda kwa wakala husika, atatoa ile namba yake ya mkulima, ataskani kama kawaida, isipokuwa atatakiwa kulipa kiwango chote cha fedha na si hati punguzo kama wakulima wengine wanavyopata ile ruzuku ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, upande wa mbolea feki kwa mkoa wa Mbeya tujakumbana nalo, isipokuwa tuna changamoto ya baadhi ya wafanyabiashara kufungua mifuko, kwa maana anafungua ule mfuko alafu anaanza kupima kidogo kidogo, ambao kwa mujibu wa sheria iruhusiwe, ingawa tumeleta vifungashio vya kilo 5, vya kilo 10 na 25, ili kama mkulima anahitaji kwa ajili ya kulima mboga basi aweze kununua kile kifungashio cha kilo 5, kwa sababu akinunua ile ya kupima, tunasema kwa mfano mbolea aina ya urea au NPK zimetengenezwa zingine kwa virutubisho ambavyo vipo katika mfumo wa gesi. Sasa unapofungua ule mfuko, vile virutubisho vinaendelea kupotea, mwisho wa siku anapata mbolea ambayo haina vile virutubisho vinavyotakiwa kama ilivyokuwa tumesajiliwa. Nje ya hiyo hatuna changamoto, Mheshimiwa Mwenyekiti.